umeniwezesha mimi, umenitoa kwenye ujinga huo, umenitoa kwenye janga hilo la kujizina, kujichua, ili Bwana nije kuambia wengine kwamba kuishi bila ujinga huo inawezekana. Tuliza mwili wake, tuliza hisia zake, tuliza mawazo yake kwa jina lako Bwana. Mpe kuweza, mpe kuweza. Mungu nakuamini sana. Leo nimekuja kwa namna ya tofauti kabisa. Leo ninataka niombe na wale wote ambao wanadhani kwamba kuishi bila tamaa ya zinaa haiwezekani, kuishi bila kujizini haiwezekani. Wanahisi kwamba kuishi bila punyeto haiwezekani, kuishi bila kujichua, kujizini wanahisi kwamba haiwezekani, au kuishi bila mpenzi wanahisi kwamba haiwezekani, kuishi bila kufanya umalaya, bila kuitwa mama cha wote, mama huruma, jambo la wageni wanahisi kwamba haiwezekani. Basi kwa wakati huu nataka sasa niombe, na baada ya kuomba maombi haya nitakuelekeza kitu cha kufanya. Kama unaweza kawa unaamini kwamba ipo nguvu ya Mungu, au kama unaweza kaamini kwamba unaweza upo uvuvio juu ya maneno haya, basi ninakuomba maombi haya, fuatisha maneno haya, weka moyo wako kwenye maombi haya. Ninaamini kipo kitu, lipo jambo Mungu anaenda kufanya kwenye mwili wako. Mimi sikuoni, lakini Mungu anakuona, na Mungu anaongea na nafsi yako. Mungu wa rehema, Mungu wa pendo, Mungu wa baraka zote, ninakushukuru sana kwa kuwa wewe ni Mungu unayetupenda, unayetutafuta. Mungu wa rehema, Mungu mwenye nguvu, wewe Bwana umesema kwamba tusimame katika njia panda, tusimame huku na kule katika miji yote, tutafute, tuangalie, tutazame ikiwa yupo mtu mmoja atafutaye kuishi kwa haki, ikiwa yupo mtu mmoja, akiwepo mtu mmoja atafutaye kushinda uovu. Mungu mwenye nguvu, nami Bwana nasimama kwenye mitandao hii, nasimama kwenye mitandao hii nikiwa natimiza neno lako Bwana uliloagiza. Nami Mungu nakuomba, akiwepo mtu mmoja, akiwepo mtu mmoja atafutaye kushinda zinaa, akiwepo mtu mmoja atafutaye kuishinda zinaa, akiwepo binti mmoja, akiwepo kijana mmoja, akiwepo mama mmoja atafutaye kuishinda zinaa, msaidie Bwana, msaidie Bwana kwa jina lako, kwa jina lako, kwa jina lako. Mpe kuweza, mpe kuweza, mpe kuweza, mpe kuweza, mpe kuweza Bwana, kwa neema yako Bwana, kwa nguvu zako Bwana, kwa msaada wako Bwana, kwa jina lako Bwana. Mungu mwenye nguvu, umenisaidia mimi, umeniwezesha mimi, umenitoa kwenye ujinga huo, umenitoa kwenye janga hilo la kujizina, kujichua, ili Bwana nije kuambia wengine kwamba kuishi bila ujinga huo inawezekana, kuishi bila upumbavu huo inawezekana. Mungu wa neema, Mungu wa pendo, Mungu wa faraja, Mungu wa rehema, na si neema yako ziwe juu ya binti huyu, ziwe juu ya kijana huyu, ziwe juu ya mama huyu. Mungu mwenye uwezo, ninaamini sana unaweza. Mpe kuweza kwa utukufu wa jina lako. Tuliza mwili wake, tuliza mwili wake, tuliza mwili wake, tuliza hisia zake, tuliza mawazo yake kwa jina lako Bwana. Mpe kuweza, mpe kuweza. Mungu nakuamini sana, uliniwezesha mimi, ulinisaidia mimi, ulinituliza mimi. Ninakuamini sana kwa jina lako, kwa jina lako, kwa jina lako, kwa utukufu wa jina lako. Mpe kuweza Mungu mwenye nguvu. Nami Bwana siwaombei mabinti tu, siwaombei vijana tu, siwaombei wale ambao hawajaingia kwenye ndoa tu, bali Bwana naombea hata wale ambao wameingia kwenye ndoa, wameoa au wameolewa, lakini bado mili yao haitosheki, bado mili yao haitulii. Mungu naamini ipo nguvu yako, ipo nguvu yako katika neno lako, ipo nguvu yako. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, Mungu wa baraka, Mungu wa baba zetu, uliyetupa kuweza, uliyeniwezesha mimi, ukanituma Bwana kwamba baada ya mimi kuweza, baada ya mimi kutiwa nguvu, nikawaambia wengine kwamba inawezekana. Wape kuweza Bwana hata wanandoa Bwana ambao mili yao haijatulia, pamoja na kuoa waliambiwa wakioa au wakiolewa hisia zitatulia, mili ya zinaa itatulia, tamaa zinastaisha, lakini haijawa hivyo Bwana. Kwa neema yako, kwa neema yako, kwa neema yako, kwa jina lako, kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, kwa msaada wako, kwa neema yako, kwa utukufu wa jina lako, nakuomba Bwana, nakuomba Bwana. Wewe umetutuma, umesema Bwana tusimame katika maeneo yote, tumtafute mtu mmoja, tumtafute mtu mmoja atafutaye kuishi kwa haki, atafutaye kutenda kwa haki. Nami Bwana kwa neno hilo ninakuomba, akiwepo binti mmoja, akiwepo kijana mmoja, akiwepo mwanaume mmoja, akiwepo mwanamke mmoja atafutaye kuishi kwa haki, hasa kuishinda zinaa. Mungu
kuomba, naomba neema yako, naomba nguvu zako, msaada wako mwingi. Najua Bwana, watu wengi wanakwama kwenye eneo la zinaa. Watu wengi Bwana wanakwama kwenye maeneo mengi. Watu wengi wanakwama kwenye maeneo mengi na wanashindwa kufanikisha mambo mengi kwa sababu ya akili zao zinapokuwa zimevurugwa na watu wa jinsia nyingine. Mungu wa rehema, Mungu wa upendo, najua yapo mambo mengi yanaharibika. Yapo mambo mengi yanakwama kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya zinaa. Watu wanaua wake zao kwa sababu ya zinaa. Watu wanasaliti ndoa zao kwa sababu ya zinaa. Watu wanajinyonga kwa sababu ya zinaa. Watu wanauana kwa sababu ya zinaa. Watu wanafanya mambo mabaya kwa sababu ya zinaa. Mungu mwenye nguvu, wewe umesema kwamba azinie na mwanamke hana akili kabisa. Wewe umesema kwamba azinie na mwanamke hana akili kabisa. Na ni kwa sababu hiyo Bwana, watu wanaharibu mengi, wanashindwa kufanya mengi, wanafanya mambo mengi ambayo yanakuwa ni madhara kwa nchi yetu, yanakuwa ni madhara kwa taifa letu, yanakuwa ni madhara kwa watoto wao, yanakuwa ni madhara kwenye maeneo ya waliopo, yanakuwa ni madhara kwa watu wako Bwana. Mungu wa rehema, ninakuomba, naomba neema yako, naomba nguvu zako, siwafunike watu wako, siwafunike watu wako, ufunike mtu huyu, mfunike mtu huyu anayemtazama wakati huu, mfunike Bwana, mpe kuweza kwa utukufu wa jina lako, 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 mpe kuweza kwa neema yako, kwa nguvu zako. Mungu mwenye uwezo, ninakuamini sana nikijua kwamba umenituliza mimi nikawatuliza na wao kwa neema yako Bwana. Na mimi natia agizo lako, natia neno lako, nikiamini mkono wako, nikiamini nguvu zako kutoka kwako wewe Mungu uwezaye, kutoka kwako Mungu wewe utoshaye, kutoka kwako Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo. Niamini Bwana, neema yako, nguvu zako, msaada wako utakuwa juu ya mtu huyu kwa jina lako takatifu. Bwana, naomba msaada wako. Amen. Mtu wa Mungu, Bwana akusaidie sana. Na mimi nimefuatisha maombi haya, na baada ya kuomba hivi, basi na wewe unaweza kujiombea hata dakika 5. Anza na dakika 5, anza na dakika 10. Sema Mungu nisaidie, Mungu nipe kuweza. Wapo watu wengi ambao wananiuliza maswali, wanasema kwamba wewe Sifa unaongea tu, uwezekana kushinda tamaa, uwezekana kuishi bila zinaa. Mbona dhambi ni nyingi, wewe umekomana dhambi moja? Biblia inasema kwamba azinie na mwanamke hana akili kabisa. Kwa hiyo mtu akili kisha potea, akili kisha zama kwa mwanaume, akili kisha potea na kuzama kwa mwanamke fulani, kwa malaya fulani, kwa kaka fulani, basi watu wengi mambo yaendi vizuri. Ajali zinatokea barabarani kwa sababu mtu ametoka kufanya zinaa. Basi maandiko kama alivyosema na hayapingiki kwamba azinie mwanamke hana akili kabisa. Watu wanashindwa kusimamia mambo mengi, majukumu mengi ambayo wanakuwa wamekabidhiwa kwa sababu maandiko yameshasema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Vice versa hizi tu, azinie na mwanamume hana akili kabisa. Yani hiyo halipingiki. Kwa hiyo najua kwamba yapo mengi, yapo madhara mengi yanatokea kwenye jamii zetu kwa sababu chanzo chake ni zinaa. Watu wanaona kwenye ndoa zao sababu mmoja ni msaliti mwenzie. Watu wanaumizana kwa sababu ya mambo ya kibumbavu ambavyo kija kuangalia chanzo chake ni mmoja amechepuka, na Biblia imeshaingiza kwamba azinie na mwanamke hana akili kabisa. Biblia imemwagiza mwanamume aishi na mwanamke kwa akili. Biblia imemwagiza mwanamume aishi na mume wake na mke wake kwa akili. Sasa kama Biblia imemtuma mwanamume aishi na mke wake kwa akili, hizo akili anazipata wapi? Ni kwa Mungu. Kwa hiyo ni moja kwa moja akishafanya umalaya, akishaelekeza akili yake kwa kibinti fulani ambacho kinajiremba na kuona ni kama mke wake amepitwa na wakati, amezeeka, huyu nimeishi naye sana, sasa inabidi nipate mwingine, nipate mpya, nipate kadogo, basi akili inapokuwa imeelekea kwa kibinti fulani, kwa kimalaya fulani, ni moja kwa moja mke wake hata mthamini maisha yake yote. Na hapo anakuwa ameshakiuka agizo la Mungu linalosema kwamba mwanaume uishi na mke wako kwa akili. Akili hizo utazipata wapi kama sio kwa Mungu? Akili hizo uwezi kuzipata. Azinie na mwanamke hana akili kabisa. Kwa hiyo nasema hivi, naongea na mabinti hapa, baada ya hapa basi baada ya maombi haya, omba hata dakika 5, hata dakika 10. Sema Mungu nisaidie, niwezeshe. Na unavoomba usiombe, usikemee kwamba Mungu nakamata pepo la tamaa, nalishika, nalivunja, naliseta kwa jina la Yesu, nalikanyaga, naliharibu. Usianze kuombea pepo la zinaa. Wewe omba Mungu nisaidie, Mungu nipe neema yako,
niongoze, niwezeshe. Yani omba, nikisema kuomba sijui nitumie lugha gani, lakini nikisema kuomba taka msaada. Vile ambavyo unaweza kwenda kwa mtu kuomba kitu, ukienda kwa chumvi kwa jirani, umeishiwa chumvi, umepika chakula ni usiku, sasa ni saa 4, maduka yamefungwa, huwezi kuwa na chumvi na watoto wanatakiwa wale, wameshinda njaa, watoto wanasubiri mama chakula kivi, umeenda kuomba chumvi kwa jirani. Huwezi kufika hapa unasema unafika saa za hapa unashinda nipe chumvi hapo, uwezi. Ukifika lazima jamani, mmeshindaje ndugu zangu? Habari hapa. Kama ni kitu kutasalimia, mwasima mta, mararapita. Ni sababu konyo kama ni wakwetu kule, kama ni mnyakuza atafika lazima ataanza kusalimia. Wewe ule tamusio mlipo ndaga ataanza kusalimia kwanza kwa utulivu. Kama ni msafu atafika mwako na au mwaomba isimbombo. Hapana, ataanza kwanza kwa utulivu. Mstaarabu, sura inaonyesha kama mtu ana shida. Hajaje tu kusalimia, ana shida. Sasa unaendaje wewe kwa Mungu unapeleka sura gani? Basi unavyoingia kuomba, peleka sura kama vile ambavyo ukienda kuomba chumvi kwa jirani, unakuwa umenyenyekea, unakuwa mpole. Basi ukienda kwa Mungu, nyenyekea zaidi ya vile ambavyo unanyenyekea kwa jirani yako. Omba, Mungu nisaidie, Mungu nipe kuweza. Taja maeneo unayokwama. Usitaki mimi nikutajie. Taja maeneo unayokwama. Mungu, mimi nakwama hapa. Mungu, mimi nakwama hapa. Mungu nisaidie. Mungu natamani kupiga hatua, lakini mbona wanawake wamejaa kwenye kichwa changu? Na Biblia imesema zingine mwanamke hana akili kabisa. Basi Mungu, na Biblia imesema pia amwangalie mwanamume au mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Mungu, ni kweli sijazini yule mtu, lakini kuna namna ninavyokufikiria, naona kama nimeshavunja agizo lako. Naona kwa nimeshavunja agano lako. Nimeshavunja amri yako. Nimeshavunja sheria yako. Nimeshavunja maagizo yako. Mungu nipe kuweza. Nisaidie Bwana. Sitaki kuwa hivi. Mungu nisaidie. Funga muda mwingine, jaribu kujinyima, jaribu. Biblia imesema pia mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Jaribu hata muda mwingine kufunga, kutesa mwili na kuutumikisha na kuadhibu mwili, ili walau Mungu aone tabu hiyo, akakusaidia, akutoe kwenye kifungo hicho. Mimi naamini kwamba Mungu alinisaidia mimi, anaweza kukusaidia na wewe. Nimeanza na hicho kwamba baada ya maombi haya niliomba, baada ya kusikiza maombi hayo niliomba, basi na wewe jiombee dakika 10, jiweke kila siku unajiombea katika eneo ambalo unakuwa umekwama. Mungu nisaidie. Kama kuna kijana unamkuja kunifahamu, omba kwenye maombi, mtamke. Kile ni aibu kumtamka wengine wakasikia. Wewe mdomoni unapotamka, Mungu nisaidie, nisaidie, nisaidie Bwana, nisaidie Jehova, Mungu wa rehema. Sifa amesema inawezekana. Yeye amewezaje na mimi nashindwaje? Mungu nisaidie, nipe neno yako. Mungu wa baraka, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa baba zetu, Mungu nisaidie. Unavyosema Mungu wa rehema, moyoni unatamka, mdomoni unatamka Mungu wa rehema, huku moyoni unasema Mungu wa rehema, ni rehemu kwenye eneo hili. Mtu huyu mbona amenijia sana? Kwanza kuna lipi la ajabu kwake? Mungu, wewe ni wa thamani, wewe ni wa thamani. Thamani yako imezidi mwanaume yote. Thamani yako imezidi mwanamke mrembo. Thamani yako imezidi sharobaro yoyote. Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Unasema Mungu wewe ni wa thamani, wakati huo Mungu unajaribu kumthaminisha thamani yake na yule mwanaume unakuta thamani ya Mungu na yule mwanaume haifiti. Basi Mungu atakusaidia, na mimi hivyo Mungu atakusaidia. Anza kuomba kwa kulazimisha, wala dakika 5, dakika 10, 20, 30 kwa kila siku. Ufanye hivyo. Muda mwingine jaribu kujitesa kuomba, kufunga hata masaa 12, funga asubuhi, fungua jioni, ukiwa na shida kwenye moyo wako, kama Mungu nisaidie nitoe hapa. Baada ya hapo tunakuja kwenye eneo la kazi. Unafanya kazi gani? Muda mwingine uwe tayari kupata 200, 500. Utosheke na hilo 200 yako, utosheke na 500 yako, uridhike nayo. Kwa hiyo angalia muda mwingine mazingira ya kazi. Unaweza kuwa unafanya kazi ambayo ni kama inakupa kipato kikubwa, inakupa faida kubwa, lakini nakutengenezea mazingira magumu ya kuishi wewe na Mungu wako. Kazi hiyo ni bora kuachana nayo. Ni bora kufanya kazi ngumu, kazi dhaifu, lakini ukawa na wokovu wako, ukatajwa kwa jina la Mungu, ukatajwa kama mtu wa Mungu ambaye umesimama katika namna ya kueleweka katika njia za haki na njia za wokovu. Baada ya hapo, ni marafiki gani unashinda nao? Marafiki gani unaongea nao? Unashinda na nani? Rafiki zako ni wale ukikutana nao nakwambia, "Oya, mimi nimemtongoza dada mimi, mimi nimempata." Amekwambia, "Jamii mkosa." Kama mtadada, yani mimi yule yani mtongoza. Si amekwambia, "Yani la mimi yule hamna kitu."
yule ni mzinga yule hata amna chochote. Hapo ni sio za kipumbavu za kijinga ambazo mnaongea ukikaa kwenye bajaji, umekaa kwenye daladala, unakuta dada unaongea sio za kipumbavu. Ila mimi kwa siku zote ambazo nakuwa kama nipo kwenye usafiri, zikizungumza story fulani za kijinga, naweza nisiongee, nikakukata jicho fulani hivi ambao mwenyewe ukajiona kama unachokiongea ni upumbavu, sina haja ya kuchangia, na ni upumbavu ambao unatakiwa uache na ujue kabisa kwamba ni upumbavu. Hata kama ni mtu mzima lakini ni upumbavu, hata kama ni mzee lakini ni upumbavu, hata kama ni mama ni mtu mzima lakini ni upumbavu. Maandiko yanasema kichwa chenye haki, kichwa chenye mvi ni fahari, ni haki kikionekana kwenye njia ya haki, lakini kumbe kichwa chenye mvi kikionekana kwenye njia za uovu ni kichwa cha kipumbavu. Watu wanasema hata kichana zeeka. Kwa hiyo kumbe mzee, mtu mzima, mama, utaheshimika kwa sababu ya matendo yako, sio kwa sababu ya watoto wangapi ulionao. Baada ya hapo, baada ya kuangalia marafiki wangapi unashinda nao, nani unamsikiliza sana, nani unashinda naye, nani unaongea naye, na baada ya kuongea naye unajisikiaje? Kuna rafiki utamjuaje rafiki mwema na rafiki mbaya? Rafiki mwema ukimaliza kuongea naye tu, moyo wako unajisikia vizuri, unasikia unapata nguvu za kuliweza jambo jema na kuweza kulifanya kulishinda jambo baya wakati huo unaweza kuliacha. Lakini rafiki mbaya ni yule ambaye kila ukimaliza kuongea naye unakuta shauku ya zinaa ndio inaamka, shauku ya kujizini ndio inaamka, shauku ya kutaka ni kama yani hapa mimi siwezi kulala ndio inaamka, shauku ya kunyeto ndio inaamka, unajikuta kama ni jambo unaona, ujue basi yule rafiki ni mbaya. Rafiki mwema ni yule ambaye ukimaliza kuongea naye akili yako, mtazamo wako unaelekea zaidi kufanya jambo jema au kushinda uovu. Mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Baada ya hapo ni kwenye mitandao. Ukiingia kwenye mitandao unaangalia video gani? Zile video unatumaga Facebook, video fulani vinaingiaga, kama ukiingia YouTube, ukiingia TikTok, unaangalia nini? Basi wakati huo wakati ambao hujaimarika au hata kama unajiona kama ni kama umeimarika, ukiingia mtandao jifanye kama mwoga. Zile video za uchi, picha za ngono, kwa sababu umeshazoea kuziangalia, kila ukiingia lazima zingilete, anza kuziblock na kuzifuta na kuzitoa ziende mbali. Angalia zile video ambazo unajua kwamba kwa kuangalia video hii kuna hatua nitaipiga kwa Mungu, au kumbuka kama nilipoangalia video ya Sifa aliyozungumzia kwa habari ya kuishi bila mahusiano ya kimapenzi, aisemi nilisikia kuweza. Lakini nilipoangalia video ile dada alikuwa anasema anafundisha njia za kujizini na njia za kunyeza, namna nyingi mbadala au njia nyingi za kujitosheleza na kujizini, akili yangu ilivurugika mara mbili. Basi achana naye huyu, ujue kwamba huyu ni rafiki mbaya au hayo ni mazungumzo mabaya ambayo yataharibu tabia yako njema. Nadhani kwa maelekezo haya kuna mtu anaweza akawa anajifunza au anapata kitu. Mimi nieleweke kwamba ninaposema mimi sijawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi, sasa na miaka 27 sijawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi, sio kama mwili wangu ni mgonjwa, sio kwamba kunitongoza hawakuwepo au hawapo, sio kwamba kunitafuta hawakuwepo au hawakuwepo. Tena mimi jina langu lilikuwa kubwa tangu nilikuwa mdogo. Tangu nilikuwa mdogo jina langu lilikuwa kubwa, sifa zangu zilikuwa zinasikika huko na kule, sifa zangu kama lilivyo jina langu. Lakini ipo neema ya Mungu. Siwezi kusema kwamba mimi labda niliokoka. Hapana, mimi sikuokoka. Kwamba nilishindwa kuzini kwa sababu niliokoka. Hamna. Kwanza nilikuwa naumwa maziwa, ulikuwa ni ugonjwa mwanarithi kabibi. Nilikuwa naona aibu utakuwaje niwe na mwanamume, alafu mimi niwe nimeoza maziwa na vidonda vya namna hii. Hiyo ni moja. Lakini pia ilikuwepo akili ya kugrade sana wanaume, kusema huyu hapana. Kwa hiyo nasema nikimkubali huyu, nikija kumpata mwingine ambaye atakuwa na hela nyingi zaidi, atakuwa mzuri zaidi, atakuwa vile zaidi, atakuwa vile itakuwa. Lakini pia nikizini naye huyu, itakuwa nikija kuolewa atakayekuja kunioa kwa nimechezewa, basi nitakayezini naye huyo ndo nije aje, huyo aje ndo anioe. Macho kudumu ndio. Lakini namshukuru Mungu wa rehema, Mungu wa baraka, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa uwezo, amenisaidia, ametuliza mwili wangu, na zaidi ya yote amenipa neema ya kuambia wengine kwamba kuishi bila ujinga huu inawezekana. Kwa namna gani? Kwa njia ambazo nimezieleza hapo. Kama kuna kitu hujaweza, nadhani comment hapo na nitazidi kuongea, kwa sababu najua Mungu amenisaidia kwenye eneo hili, niwafungue walioshindwa, niwafungue au niwaelekeze, niwape mbinu ambao hawajui. Wewe ambaye labda nikisema kujizini haujui ni nini, kwanza ninasema kila siku kwamba kujizini ni kile kitu ambacho unafanya baada ya kumkosa mtu wa jinsia nyingine. Kile kitu ambacho baada ya kumkosa mwanaume, ndio kunakwambia kama umpate mwanaume. Kama mimi si vifaa, hamna haja ya vifaa. Hicho unachokifanya
baada ya kumkosa mtu wa jinsia nyingine, unajipapasa papasa, unajishikashika, unafanya huko ndo kujizini. Basi kesho bila upumbavu, bila ujinga huu inawezekana. Wewe ambao hujawahi kufanya, usianze kujiuliza, wanafanyaje koje? Maandiko yamesema mjue sana Mungu upate amani, na ndipo mema yatakapokujilia. Ukijua sana mabaya, ukimjua sana shetani, utapata mabaya, utakosa amani, utaishi kwa mashaka, na ndipo mabaya yatakapokujilia. Basi sasa mjue sana Mungu wako ili upate amani, na hapo baada ya kupata amani ndipo mema yatakapokujilia. Neema ya Kristo Yesu ikupe kuweza. Mungu anisaidie mimi, akupe kuweza na wewe. Na mimi naomba Mungu kwa maneno haya, sisemi kwamba usiolewe, sikatazi kuolewa, nieleweke. Sikatazi kuolewa au sikatazi kuoa, ila natafuta kama utakuja kuolewa, kama utakuja kuoa, atakaye kuoa akuoe kwa sababu ya thamani yako kwake, kwa sababu ya umuhimu wako kwake, na sio kwa sababu anakuhurumia, kwa sababu anakutongoza tu mara moja ukakubali, au tafuta kwenye kwa namna nyepesi tu umepata. Hapana, akuthamini, akuheshimu kwa sababu ya maisha yako na umuhimu wako kwake. Kama ni mwanamke uko ndoa, labda mliona wakati amwelewani wote, amjamjua Mungu, ni mwanamke ni mwanamume, umekuja kuona wakati wote akili ni walwala, mkutana kisha bali mjini. Basi baada ya kumjua Mungu, maneno haya yawasaidie kila mmoja kutambua thamani mwenzake, na kila mmoja kutimiza wajibu wake kwa mwenzie. Baada ya kutimiza, kila mmoja sana kutimiza wajibu wake. Wewe ukiingia na kutana ndugu nyumba chafu, mchafu, mjinga, wewe ni mtu ambaye wewe mwanamke ni msaidizi, wewe ndio mwenye kazi. Anza wewe, kama ni kudeki, kunja kiuno, inama, deki ni mwanaume ndio, lakini deki wewe, kazi zote ni zako hizo. Huyo mke Mungu anakupa neno msaidizi. Deki mfundisha, Mungu ana deki, inakuwaje? Ataona hivi, baba una deki, anasema acha tu nimalizie, acha tu. Kama ni kufanya usafi ndani, panga vitu, usimwachie huyo. Kama ni kutafuta hela, na wewe mwanamke usikaenda na subiri wewe ni goalkeeper, ni mtu asante goalkeeper, unaitwa choo, unaitwa kwa sababu ya vile ulivyojiweka. Jaribu na wewe kufanya, kutafuta huko na kule, huyo anatafuta kule, usio mipaka hela mboga, mpaka hela ya nguo za ndani, mpaka hela ya wembe, mtoto akila andazo unaomba hela kwa hela ya kiberiti. Hapana. Kwa hiyo najua kwamba ukianza wewe kutimiza wajibu wako kama mwanamama, ukitimiza wajibu wako kama mwanamume, na mke wako na mume wako atatimiza wajibu wake, na huyo mwanamume atakuheshimu tu. Mungu awape kuoa. Jamani, nishie hapa. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyeaya kutoka gerezani, akisema hivi: tengeneza njia ya Bwana, yanyoshe mapito yake, kwa sababu Bwana yu karibu kuja. Akija amlipe kila mmoja sawa na maisha yake mema au sawa na maisha yake mabaya aliyoishi hapa duniani. Anaheri mtu yule atakayeteswa, atakayeumizwa, atakayeonewa, ama afaye katika Bwana, apate kupumzika baada ya mateso au baada ya taabu zake. Na hiyo ndio maana neno Maranatha. Amen.